Yesu akajibu akamwambia, amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Tutazama kwamba mtu yote anayemwamini Kristo ni kiumbe kipya. Ni kiumbe kipya kwa sababu amezaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili tulisema ni kuzaliwa kutoka juu, being born from above. Lakini pia tulisema ni kuzaliwa kwa roho. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kwa roho. Kwa hiyo mtu anaingia katika ufalme wa Mungu kwa kuzaliwa kwa roho. Kwa hiyo upya wa muamini ni kwa sababu amezaliwa kwa roho. Upya wa muamini ni kwa sababu amezaliwa kwa roho. Glory to God. Hallelujah. Ni kwa sababu amezaliwa kwa roho. Na tukafafanua hili Yohana sura ya 3. Yesu alikuwa anazungumzia kuzaliwa kwa maji na kwa roho. Tulizungumza kwamba kuzaliwa kwa maji ina maana ya kuzaliwa kwa roho. Kuzaliwa kwa maji maana yake ni kuzaliwa kwa roho. Maji ilikuwa ni sentensi ambayo au neno linaloelezea roho. Linaloelezea roho. Kwa kuzaliwa kwa maji ni kuzaliwa kwa roho. Tutazama pia Ezekiel sura ya 36 mstari wa 24 mpaka 27. Tunaona namna ambavyo Biblia inazungumza kwamba ahadi ya Mungu ilikuwa ni kunyunyizia maji safi ili wawe safi. Na tukazungumza kwamba haya maji safi ni roho wa Mungu ndani ya mioyo ya watu. Roho wa Mungu ndani ya mioyo ya watu. Yeye ndiye anayewazaa watu mara ya pili. Yeye ndiye anayezaa watu mara ya pili. Kwa tuliona kwamba maji safi ina maana ya upya. Newness. Upya wa roho. Maji safi ina maana ya upya wa roho. Kwa hiyo anaposema kwamba nitawanyunyizia maji safi nanyi mtakuwa safi, nitawatakaseni uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote, alikuwa na maana roho zenu zitakuwa mpya. Mioyo yenu itakuwa mipya. Itakuwa mipya kwa sababu gani? Kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliyepo ndani yenu. Glory to God. Hallelujah. Amen. Kwa tulizungumza kwamba Roho Mtakatifu ndani yetu ndio hayo maji. Roho Mtakatifu ndani yetu ndio hayo maji. Roho Mtakatifu ndani yetu ndio huo upya. Tunapozungumza kuhusu upya wa roho, ni Roho Mtakatifu ndani yetu. Tunapozungumza kwamba maji yanatakasa, ni Roho Mtakatifu ndani yetu. Roho Mtakatifu ndiyo anayetakasa. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fungua kitabu cha Yohana sura 7 mstari wa 37. Tutasoma mpaka 39. Tuanze. Yohana sura 7 37 mpaka 39. Tumefika hapo? Kama unasema amina. Hapo fungue Biblia. Twende tufungue Biblia. Yohana sura 7 mstari wa 37 mpaka 39. Kuna Biblia. Ngoja nikupe kwangu. Kwa hiyo inaweza kukusaidia. Yohana 7:37 mpaka 39. Anasema, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Kwa hiyo alisema kwa habari ya Roho. Lakini alitumia nini kuzungumza habari ya Roho? Alitumia maji. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani ya wao watakaomwamini Yesu Kristo. Lakini anapozungumza kuhusu maji, anafafanua, anasema alikuwa anazungumzia kuhusu Roho Mtakatifu. Kuhusu Roho Mtakatifu.
ambaye wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Yesu hajatukuzwa maana yake Yesu hajafufuka kutoka kwa wafu. So the fact kwamba Yesu amefufuka kutoka kwa wafu, maana yake mito ya maji yaliyo hai inatiririka kutoka kwa wale waliomwamini, kwa sababu Yesu tayari ameshatukuzwa. Kwa ndani yetu yupo Roho Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu ndio mito ya maji yaliyo hai. Kwa nikasema uhitaji maji ya ziada, na maji ya ziada ni maji mafu. Maji yoyote ambayo ni nje ya Roho Mtakatifu ni maji mafu. Haijalishi yanatoka wapi. Haijalishi yanatoka wapi. Ni maji mafu. Kwa nini? Kwa sababu hayana uzima ndani yake. Maji yaliyo na uzima ni Roho Mtakatifu ndani ya watu. Hayo ndio maji yaliyo na uzima. Maji yanayotoka kwenye bomba au yanaweza yakachotwa kisimani, hayana uzima. Hayana uzima. Roho Mtakatifu ndio anayezungumziwa hapa kama maji. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili ni kupokea injili ya Kristo. Andika hiyo. Kuzaliwa mara ya pili ni kupokea injili ya Kristo. Mtu aliyepokea injili ya Kristo, huyo ndiye aliyezaliwa mara ya pili. Na huko kunafanyika kwa imani. Unapopokea habari za Yesu Kristo kufa, kuzikwa na kufufuka kutoka kwa wafu, unazaliwa mara ya pili. Na huko kunapokelewa kwa imani. Na hii inaelezea kwa nini Yesu aliendelea kuelezea zaidi kwenye Yohana 3:16 mpaka 17. Yohana 3:16 mpaka 17. Naomba ufungue hapo. Yohana sura 3:16 na 17. Tumeona Yesu ameanza kuzungumzia maji katika mazungumzo yake na Nikodemo. Anazungumzia maji ambayo ni roho, na kuonyesha kwamba alikuwa azungumzii maji bali alikuwa anazungumzia roho. Mstari wa 16. Soma mstari wa 16. Anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu. Yes. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Awe na uzima wa milele. Huu uzima wa milele ni maji ndani yake. Amen. Ambaye ni Roho Mtakatifu. Anazungumza kuhusu Roho Mtakatifu. Maana Baba kumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa katika yeye. Kwa unaona kwamba mazungumzo ya Yesu Kristo na Nikodemo ni mazungumzo kuhusu wokovu. Wokovu ni injili inayopokelewa kwa imani. Haleluya. Haleluya. Ni injili inayopokelewa kwa imani. Kazi ya Kristo ambayo ni kazi ya wokovu. Mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Nataka tuweze kuelewana vizuri. Mtu yeyote aliye ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Yaani ni mtu mpya katika Kristo. Mtu aliyemwamini Kristo hajawahi kuwepo. Ni mtu mpya. Ni mtu aliyetokea sasa. Ni mtu aliyeonekana wakati huu. Hajawahi kuwepo hata siku moja. Hana historia. Mtu aliyemwamini Kristo hana historia. Wakorintho wa 5:16 na 17. Wakorintho wa 5:16 na 17. Haleluya. Amen. Tumefika hapo. Wakorintho wa 5 sura 5 mstari wa 16 na 17. Nitasoma. Anasema, hata imekuwa sisi tangu sasa tumjui mtu wa yote kwa jinsi ya mwili. Hatumjui mtu wa yote kwa jinsi ya mwili. Ingawa sisi tumemtambua Kristo
Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Waweke makini katika hii mstari. Tangu sasa hatumjui awaye yote kwa jinsi ya mwili. Maana yake mtu yote anayemwamini Kristo hatambulikani kwa jinsi ya mwili. Ingawa Kristo naye walimtambua kwa jinsi ya mwili. Anasema lakini sasa hatumtambui hivyo. Hatumtambui kwa jinsi ya mwili. Kwa nini? Angalia mstari wa 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Yesu anazungumza, Mtume Paulo anazungumza jambo lile lile ambalo Yesu alikuwa anazungumza na Nikodemo. Jambo gani? Yesu anamwambia Nikodemo, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Mtume Paulo ana shift conversation kwamba hatumtambui yeyote kwa jinsi ya mwili. Mtu yote katika Kristo hatambulikani kwa jinsi ya mwili. Mtu yote katika Kristo anatambulikana kwa jinsi ya roho. Mstari wa 17 anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. A new creation, a new creature. Hiki kiumbe hakijawahi kuwepo. Hiki kiumbe hakina historia isipokuwa katika Kristo. Na anasema ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Behold, all things have passed away. Behold, have become new. Everything has become new. Kila kitu kimekuwa kipya. Kwa nini? Mtu katika Kristo hana historia. Mtu katika Kristo anatambulikana katika Kristo peke yake. Hili neno tazama lina maana ya kuona. Tazama. Behold. Ona. Ya kale yamepita. Behold. Yamekuwa mapya. Mtu aliyemwamini Kristo hana ukale. Anamaanisha kuwa makini katika jambo hilo. Behold. Tazama. Everything has become new. Kila kitu kimekuwa kipya. Ndio maana mstari wa 16 anasema hatumtambui mtu yote kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo anaposema ona, it means kuwa makini. Katika jambo hili. Huyu mtu ni mpya. Ukiwa umeamini, kuna mambo mengi yatainuka ambayo yatakuonyesha kwamba wewe sio mpya. Lakini macho yako yanapaswa yatazame neno linasema nini juu yako. Wewe ni mpya. Hujawahi kuwepo. Huna historia. Historia yako ipo katika Kristo. Mtume Paulo hapa ameelezea uhalisia wa kiumbe kipya katika Kristo. Na anataka tuweke umakini katika jambo hilo hilo. Uhalisia wa kiumbe kipya katika Kristo, na tuweke umakini katika jambo hilo hilo. Mtu aliyemwamini Kristo hatambulikani kwa ukoo wake aliozaliwa katika mwili. Ndio maana mtu aliyemwamini Kristo hana laana ya ukoo. Mtu aliyemwamini Kristo hana laana za vizazi. Mtu aliyemwamini Kristo hana laana za kurithi. Hatambulikani katika jinsi ya mwili.
Ndio maana Nikodemo anapomuuliza Yesu kwamba je, inawezekana nikarudi tumboni mwa mama yangu nikazaliwa tena? Anasema no. Hii ni aina nyingine ya kuzaliwa. Unazaliwa kwa Roho. Kwa hiyo hakuna kwa jambo lingine lolote ambalo mtu aliyemwamini Kristo atatafsiriwa nalo katika jinsi ya mwili. Atafsiriwa kwa jinsi ya Roho. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Yamekuwa mapya. Huu mstari wa Wakorintho wa 2:5-16-17 unafuta kabisa fundisho la laana za ukoo kwa waamini. Huu mstari unafuta kabisa fundisho la ushawishi wa miungu ya kipepo dhidi ya waamini, kwa sababu hawahusiani. Muamini hahusiani na mizimu. Muamini hahusiani na mapepo, hahusiani na shetani. Yeye ni mpya. Yeye ni mpya. Hana uhusiano wote na hao. Angalia kitabu cha waraka wa kwanza Yohana mstari wa 5. Sura ya 5 mstari wa 1. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 1. Naomba nisome hapo. Sema mimi ni kiumbe kipya katika Kristo. Katika Kristo. Sina historia isipokuwa katika Kristo. Glory to God. Wewe ni kiumbe kipya. Sura 5 mstari wa 1. Anasema kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Umezaliwa na Mungu. Wewe ni uzao wa Mungu. Mungu ndiye aliyekuzaa. Wewe ni mwana wa Mungu. Soma mstari wa 4. Anasema kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kuushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Kila kilichozaliwa na Mungu kimeushinda ulimwengu. Anazungumza kuhusu waamini. Kwa sababu kinachozaliwa na Mungu ni mtu aliyeamini. Ndio aliyezaliwa na Mungu. Azungumzii vitu. Askoka the world. Na huko ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Kwa hiyo hapa anazungumza kuhusu waamini. Waamini wamezaliwa na Mungu. Kwa sababu wamezaliwa na Mungu, wameushinda ulimwengu. Wameushinda ulimwengu. Jione hivyo. Jitazame namna hiyo. Kwamba nimezaliwa na Mungu. Ukiamka asubuhi, tamka, jikumbushe mwenyewe kwamba nimezaliwa na Mungu. I'm born of God. I'm born of God. Nimezaliwa na Mungu. Petro wa kwanza 1:23. Petro wa kwanza 1:23. Anasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, mmezaliwa kutoka juu, mmezaliwa kwa Roho, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Ndio maana muamini anadumu. Ndio maana wokovu haupotei. Kwa nini? Sababu ya wokovu, kilichozaliwa kutokana na wokovu kinadumu milele. Kwa sababu wokovu unadumu. Kwa sababu
unadumu. Kwa hiyo muamini amezaliwa na mbegu isiyoharibika, seed isiyoharibika, ni kwa neno la Mungu lenye uzima lidumuro hata milele. Mtu aliyemwamini Kristo amezaliwa kwa neno, amezaliwa kwa neno. Ndio maana tunaishi kwa neno, ndio maana muda wote tunafundishana neno. Kwa neno, kwa sababu neno ndio lilotuzaa. Kwa kuwa limetuzaa, hilo ndio linalotukuza, hilo ndio linalotutunza, hilo ndio linalotuhifadhi. Mbegu isiyoharibika kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Mwamini hana mwisho. Mwamini ni everlasting, anadumu. Anadumu. Hakuna namna yoyote ambayo wokovu wako unaweza kupotea. Hakuna namna yoyote kile ulichokipokea ndani yako ambacho ni uzima wa Mungu kinaweza kupotea. Neno la Mungu linadumu. Na hili neno mbegu linamaanisha kwamba kuna mwanzo, source, chanzo. Kuna mwanzo. Haina maana ya kubadili namna ya kuishi. Haina maana hiyo. Haina maana kwamba ulibadili mwenendo ndio kazaliwa mara ya pili. No. Ina maana kwamba ulipokea hii mbegu iliyokuzaa, baada yako mwenendo ulifuata. Historia ya mwamini ni katika mbegu hapo, neno la Mungu iliyomzaa. Baada yako maisha mengine yalifuata. Kiumbe kipya hakina ukale. The new creation has no past. The new creation has no past. Kiumbe kipya hakina ukale. Yeye amezaliwa na Mungu. Yeye amezaliwa na Mungu. Kwa sababu chanzo chake ni Mungu. Chanzo chake ni Mungu. Kama mwamini angeweza kuwa na laana za ukoo, kama mwamini angeweza kuwa na laana za vizazi, kama mwamini angeweza kuwa na magonjwa ya kurithi, basi ya magonjwa yanatoka kwa Mungu, which is not possible. Ambayo haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yeye ni uzima, na anachotoa ni uzima tu. Kama mwamini anaweza kurithi kufa mapema, basi hajazaliwa na Mungu. Kwa sababu katika Mungu hakuna mauti. Katika Mungu kuna uzima pekee yake. Haleluya. Haleluya. Tumezaliwa kwa uzima. Ndio maana Yesu akasema mito ya maji yaliyo hai itatiririka kutoka ndani yao. Sasa muamini ni uzima. Utambulisho wake ni uzima. Anapaswa kutambua hivyo. Anapaswa ajifahamu katika hilo. Ajifahamu katika hilo. Petro kwanza 2 sura 9. Petro kwanza 2 sura 9. Go. Yes. Bali ninyi ni mzao mteule. Ukuhani wa kifalme. Taifa takatifu. Watu wa milki ya Mungu. Mpate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Bali ninyi ni uzao mteule. You are a chosen generation. Ukuhani wa kifalme, royal priesthood, taifa takatifu, a holy nation, watu wa milki ya Mungu.
mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. How do you feel? Unajisikiaje kusikia kweli za namna hii? Obviously unajisikia vizuri. Mzao mteule. Chosen generation. I wonder, mzao mteule amepanga kwenye player line ya kutolewa mapepo kila Jumapili. Mzao mteule kila Jumapili, mzao mteule anatolewa mapepo na dondoka. Mzao mteule ana testimony, ana shuhuda za majini mahaba. Mzao mteule ana testimony za kukawa na wachawi. Uteule wako ni upi? Kuna jambo liko sawa kwenye akili yako. Kuna jambo liko sawa kwenye akili yako. Na kazi unayoifanya ni kufanya ufahamu wako kae sawa. Holy nation. Watu wa milki ya Mungu. Wewe ni milki ya Mungu. Wewe ni mali ya Mungu. Mwamini anapaswa jitambue hivyo, kwamba yeye ni mali ya Mungu. Tumeitwa tupate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyetuita tutoke gizani tuingie katika nuru yake ya ajabu. Mwamini yupo katika nuru ya ajabu. Hayupo katika giza. Hayupo katika giza. Ukiweza kulitambua hili, huwezi ukashiriki mikutano ya kumpiga shetani. Kwa sababu katika nuru hakuna giza. Holy nation. Taifa takatifu. Mtu wa milki ya Mungu. Mwimbaji mmoja aliimba, ni neema ya mkombozi, ni neema sikustahili, nimefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki, nimefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki, ukuhani wa kifalme na uzao mteule, mtu wa miliki ya Mungu, nimefanyika kuwa mwana. What identity? Tuambisho gani waje? Nimefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki, ukuhani wa kifalme na uzao mteule, mtu wa miliki ya Mungu, nimefanyika kuwa mwana. Every morning when you wake up, kila siku unapoamka, you remind yourself, unajikumbusha mwenyewe, unakuwa conscious, unakuwa na ufahamu kwamba wewe ni miliki ya Mungu. Unakuwa conscious kwamba wewe ni uzao mteule, wewe ni miliki ya Mungu, wewe ni ukuhani wa kifalme. Chosen generation. Haiwanda watu baada ya kuimba nyimbo za namna hiyo, nyimbo ambazo zinawatambulisha katika Kristo, baada ya hapo wanaenda kwenye prayer line ya kukemea mapepo. Baada ya hapo wanaenda kukanyaga mafuta ili mapepo yawaachie, laana za ukozi waachie. Laana za ukozi zimetoka wapi? Jikumbushe kila siku kwamba umezaliwa na Mungu. Ambao unafuata. Nimezaliwa na Mungu. Hata shetani atakapokudanganya, akakuletea ugonjwa ambao unajua ulimuua babu yako, mwambie nimezaliwa na Mungu. Kilichozaliwa na Mungu kimeushinda ulimwengu. Kwa ufahamu huu, unashinda hayo yote. Unashinda hayo yote. Hii neno taifa, nation,
lina maana jamii, taifa takatifu. Hii ni jamii takatifu. Eres ina maana aina fulani ya watu, breed of people. Hawa ni watu wa kipekee. Hawa ni watu wenye upekee, unique and peculiar people, very unique. Very unique. Ndio maana kama muamini, kuwa na ujasiri wa kujitambulisha kwamba muamini Yesu. Usiogope. Kwa sababu wewe ni mtu wa kipekee. Wewe ni very unique, very peculiar. Very peculiar. Kwa na ujasiri wa kujitambulisha kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Kwa kati ya watu wa dini tofauti tofauti, wanakuuliza wewe mzetu dini gani? Mimi ni Pentecoste. Mimi ni Pentecoste. Na wanazungumza kwa aibu kabisa. Mimi ni Pentecoste. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mtakatifu. Unawakasirisha kabisa. Mimi ni mtakatifu. Mimi ni mtakatifu. Nimezaliwa kutoka juu. Ndio maana Yesu alikuwa haoni aibu kusema ametoka juu. Alikuwa haoni aibu kujitambulisha hivyo. Asa mimi sio ulimwengu. Amwambia Pilato, ufalme wangu ungekuwa ni wa dunia hii, leo ungeona kuna majeshi ya kutosha yalifika hapa kumtetea. Lakini ufalme wangu sio wa dunia hii. Mimi ni mtu wa mahali pengine. Nimethirika ulimwengu, nipate kutangaza fadhili zake yeye aliyeniita nitoke gizani na kuingia katika nuru yake ajabu. Natembea katika nuru, naishi katika nuru. Huo ndio uhalisia wao. Uhalisia wa kiumbe kipya. Mimi ni kiumbe kipya. Na Paulo anasema behold, tazama, tazama. Macho yako na weka kwenye neno. Tazama, huyu ni kiumbe kipya. Hajawahi kuwepo. Ametokea muda huu. Kiumbe kipya. Tazama. Tazama. Yakale yamepita. Yamekuwa wapi? Waraka wa kwanza Yohana 5:11 na 12. Uhalisia wa kiumbe kipya. A new creation. A new creature. Anasema na huu ndio ushuhuda. Anasema na huu ndio ushuhuda ya kwamba, za sauti, na huu ndio ushuhuda ya kwamba yes, Mungu alitupa uzima wa milele. Hapo ushuhuda wetu ni nini? Mungu alitupa uzima wa milele. Anatupa uzima wa milele? Alitupa uzima wa milele. Sasa hiyo sio future tense. Hiyo sio nyakati au wakati ujao. Wakati uliopita. Alitupa uzima wa milele. Yes. Sio atatupa uzima wa milele. Huu ndio ushuhuda. This is our testimony. Sio nilikuwa silali, sasa nalala. That's not our testimony. Huo sio ushuhuda wetu. Mungu wangu alikuwa akitoka, anashindwa hata kuleta juisi ya mtoto, lakini sasa analeta. That's not our testimony. Ushuhuda wetu ni nini? Mungu alitupa uzima wa milele. Mungu alitupa Roho Mtakatifu ndani yetu. Huo ndio uzima wa milele. Sio nimenunua gari jipya. Ushuhuda hapo, nimenunua gari jipya. Gari jipya. Gari jipya ni second hand. That's the testimony. Huo ndio ushuhuda. Nimepata mume. Nimepata mume. Mtumishi, nimepata mke. Wenzako wanapata wake
6 bila maombi, bila kumwitia Bwana, bila mfungo, bila kutoa sadaka. Lakini hawana uzima. Hawana uzima. Maana Bwana kupata wake, kupata mume sio testimony. Sio ushuhuda wetu. Na Biblia inazungumza hivyo. Na kanisa la kwanza lilikuwa aliishi hivyo. Kanisa la kwanza. Mtume Yohana anawaambia, huu ndio ushuhuda wetu, ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Huu ndio ushuhuda, ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Endelea. Anasema, na uzima huu umo katika mwanawe. Na uzima huu umo katika mwanawe. Sio katika anointing water au anointing oil au katika ubatizo wa maji. Uzima huu upo katika mwanawe. Hata unywe madumu 200 ya maji ya upako, huwezi kuwa na uzima. Huwezi kuwa na uzima, kwa sababu uzima wa milele upo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Rudia tena. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Uzima gani? Wa milele. Sio siku 2, sio wiki moja, sio siku 3. Na sio uzima atakaopata sasa, Bwana, siku ya mwisho nipate uzima wa milele. Uzima wa milele hatupati siku ya mwisho. Uzima wa milele tunaupokea tunapomwamini Yesu. Sasa Mungu nikumbuke, baada ya kufa nipate uzima wa milele. Uzima wa milele haupatikani baada ya kufa. Uzima wa milele tunaupokea kwa kumwamini Yesu. Tunao sasa. Anasema, yeye aliye naye mwana anao uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Full stop. As long as you don't have Jesus, you don't have eternal life. Kwa kuwa huna Yesu, huna uzima wa milele. Kwa sababu uzima wa milele ni Yesu ndani ya watu. Uzima wa milele sio hali. Uzima wa milele ni mtu. Uzima wa milele sio namna fulani. Uzima wa milele sio hisia. Uzima wa milele ni mtu, Yesu Kristo. Ninao uzima wa milele. Ninao uzima wa milele. Ninao uzima wa milele. Hatutembei kidogo kidogo tukinyatanyata ili tupate kunyakua uzima wa milele. Hatunyakui. We have eternal life. Ninatembea kidogo kidogo nikinyatanya, ninatamani kuwa uzima wa milele. Natamani wale ndugu wakitunga ule wimbo nyakati hizi wasingeimba vile. Wasingeimba vile. Na wakipata hii understanding ile tepo wanaenda kuichoma moto. Yes, unaichoma moto. Kwa sababu unaona aibu kusikiliza mambo wanayoimba. Kwa kuwa uzima wa milele hatunyaki. Uzima wa milele hatunyakui. Uzima wa milele tunao kwa kumwamini Yesu. Amen. Yesu ndani yetu ndio huo uzima wa milele. We have God. We have eternal life. Kara mosi kabaya. Leko tabarosi bronta cheki la rosti. Lezonda liga dubra angra dia sobroshi. Ne kalita kora brasto brata. Ne lahigo simona zere kuta. Endo bahatakia rosi. Mama, thank you Jesus. Oh, thank you Jesus. We have eternal life. Tunao uzima wa milele. Hatutegemei kwamba kuna siku tutaupata. Tunao sasa. Ndio maana tuna supply uzima. Ndio maana tuna supply uzima. Na maneno nayowaambia ni roho, tena ni uzima. Hela makos. Hejara makos. Nalo sakabarosh. Lerata. Lamosaka. Tulikuwa tumekufa katika dhambi
na kulikuwa hakuna uzima kabla ya Yesu. Ndio maana tunasema jamani, nani yupo tayari kumpa Yesu maisha yake? You don't have life to give Jesus. Hauna maisha yoyote ya kumpa Yesu. Bali wewe unahitaji uzima wa Yesu. Jamani, aliye tayari kumpa Yesu maisha yake, hauna maisha ya kumpa Yesu. Kwa sababu ulikuwa umekufa katika dhambi. Yesu amechukua uzima wake, amekupa wewe ili uwe hai. Tulipokuwa tumekufa kwenye dhambi, alituhuisha pamoja naye. Alituhuisha. Sasa tukasema kuna maisha ndio tukampa Yesu. Maisha gani ndio nayo kumpa Yesu? Yapi? Uzima upi? You are dead. Ulikuwa umekufa, ulikuwa helpless. Ulikuwa huna msaada. Yesu amekuja kukusaidia. Amekupa uzima. Amekupa uzima. Na hakuna uzima kabla ya Yesu. Kabla ya Yesu hakuna uzima. Hakuna maisha kabla ya Yesu. Kama hujamwamini Yesu ulikuwa huna maisha. Sasa nilipokuwa duniani, ulipokuwa duniani ulikuwa huna maisha, ulikuwa a dead person. Bado tunasema jamani, nilipokuwa nimekufa nilikuwa naendesha range. Mambo hapo yanasifia sasa hizi huko kwa walokole tunapata shida. Mimi nilipokuwa duniani mambo yangu yapi? Sema nilipokuwa nimekufa nilikuwa na pesa nyingi za kuhongwa. Because you are dead. Pesa zilizokuwa unapata zilikuwa ni pesa za dhambi. Ulikuwa unachukua rushwa. Hayo ndio yalikuwa maisha yako. Ulikuwa tajiri kwa sababu ya uovu. Sasa kwa mwamini Kristo umeacha hayo yote. Unasema jamani, nilipokuwa duniani you don't have testimony. Hauna ushuhuda wa namna hiyo. Ulipokuwa duniani ulikuwa umekufa. Regardless ya ulikuwa na nini. Regardless ya nini. Regardless ya unaishije. Ni bora uwe mnyenyekevu, ufundishwe, ukue katika Kristo. Hizo mali, pesa na hivyo vitu vyote uvipate ukiwa katika Kristo. Ukiwa katika uhuru. Sababu ulikuwa upo navyo hivyo vyote lakini haukuwa uhuru. Sio ushuhuda kama mimi nilipokuwa duniani. Niliona kuna mwanamuziki mmoja alikuwa mwanamuziki wa duniani, baadaye akasema ameokoka. Kaenda kanisani akasema mimi nataka Yesu anipe vyote nilipopoteza duniani ndio nitaamini kwamba yeye ni Mungu. I said you better go. Nenda duniani. Enjoy hiyo vitu vyote. Ukimaliza njoo kwa Kristo kwa sababu unataka uzima wa milele. Sio akupe vitu vyote kwa sababu duniani. Ulivipataje? You know. Unajua ulivyopata. Unajua namna ulivyopata. Ndio mtumishi alipomjiga na kuhakikishia hakika Mungu wa madhabahu hii atakupa vyote na zaidi. Wote tuseme amina. Wote ni wagonjwa, watumishi na huyo mwanamuziki. They are all sick. Tunao uzima. Yesu anao uzima. Anachokitoa yeye ni uzima. Waraka wa kwanza Yohana 3:9. Waraka wa kwanza Yohana 3:9. Anasema yes. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Rudia tena. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Tafsiri ya Kiingereza inasema because his seed is in him. Kwa sababu mbegu yake inakaa ndani yake. Mbegu ya Mungu inakaa ndani yake. Ndio maana aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Oh my God. Anazungumzia kuhusu asili ya dhambi. Sio mwenendo, asili ya dhambi. Moyo, roho ya mtu ambaye ameamini haitendi dhambi. Kwa sababu uzao wa Mungu ndio unakaa ndani yake. Neno la Mungu ndio linakaa ndani yake. Roho wa Mungu ndio
ndani yake, Roho wa Mungu hatendi dhambi. Nisikilizeni. Katika roho ya mwanadamu aliyezaliwa mara ya pili kuna uzima na asili ya Mungu, ambao ni mbegu au uzao wa Mungu. Katika roho ya aliyezaliwa mara ya pili kuna uzima na asili ya Mungu. Ukidissect roho yangu, uone dhambi. Yaani utapata dhambi, itafuta kwenye mwili wangu. Kwenye roho, no sin. Hajaisha kuna siku niliudhi nikakukaribia. Sasa mtumishi amekasirika. Yes. Hivyo vitu navipata kwenye mwili wangu na maisha yangu yanayohusiana na wewe. Ukija katika roho yangu, no sin. Hakuna dhambi. Hakuna dhambi. Hii roho ya huyu muamini haiwezi kuzaa dhambi. Haiwezi kuzaa dhambi. Tunatakiwa kutazama hili uhalisia wa kiumbe kipya katika neno la Mungu. Uhalisia wa kiumbe kipya tunatazama wapi? Katika neno. Sio sehemu nyingine yote. Katika neno la Mungu. Kwa sababu uhalisia huu kama hauwezi kuonekana kwa kutumia uzoefu wa maisha au experiences. Uhalisia wa kiumbe kipya hauonekani kwa kutumia uzoefu wa maisha au experiences. Ndio maana Mtume Paulo anawaambia jamani, tangu sasa tumtazame mtu yote kwa jinsi ya mwili. Hatumtambui hivyo. Kwa sababu ukimtaka kumtambua muamini kwa jinsi ya mwili una mismark. Na mismark. Unakosea. Tutaona muamini naye amekasirika. Sababu huyu ataenda kuzimu. Huyu ataenda kuzimu. Muamini naye kazini. Sasa kama kuzini ni jambo jema, sio jambo jema, lakini inatokea waamini wanazini. Wasa huyu mwenzetu, sio mwenzio. Sio mwenzio. Sio mwenzio. Yeye amezaliwa na Mungu. Amezaliwa na Mungu. Uhalisia wa kiumbe kipya kamwe hauwezi kuonekana kwa uzoefu wa maisha. Efeso 4:20 mpaka 22. Twende haraka. Sorry. Efeso 4:20 mpaka 22. Anasema, bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo, ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Kristo. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani, unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Ukweli ni kwamba katika Kristo tumeuvua mwenendo wetu wa kwanza wa mtu wa zamani. Sasa ninavua mtu wa zamani. Ninavua mtu wa zamani. Wewe basi unapataga pale maombi. Omba kuvua mtu wa zamani. Sasa navua mtu wa zamani. Navua mtu wa zamani. Katika jina la Yesu. No, it's not a prayer. Ni uhalisia kwamba katika Kristo utu wetu wa zamani umevuliwa. Angalia sura 23. Nasema na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Haya sio maelekezo ya kuvaa utu upya na kuvua utu wa kale. Narudia tena. Haya sio maelekezo ya kuvaa utu mpya na kuvua utu wa kale. Huu ni uhalisia. Imeshatokea tayari. Tumeshavua utu wa kale na kuvaa utu mpya katika Kristo. Sisi ni wapya. Sisi ni wapya. Chikumbushe. Jitazame hivi. Kama umevua utu wa kale, wewe ni mpya katika Kristo.
Mtu aliyezaliwa na Mungu, yaani aliyezaliwa mara ya pili, ana asili mpya. Asili mpya. Ana asili ya Mungu. Soma Korintho wa kwanza 6:17. Mtu aliyezaliwa mara ya pili ana asili ya Mungu. Korintho wa kwanza 6:17. Anasema, lakini yeye aliyeumbwa na Bwana ni roho moja naye. Rudia tena. Lakini yeye aliyeumbwa na Bwana ni roho moja naye. Ni roho moja naye. Baba, ninajitakasa kwa damu ya Yesu, mwili, nafsi na roho. Unajua roho yako? Roho yako ni roho ya Bwana. Andika hili kwa herufi kubwa kabisa. Roho ya muamini ni Roho Mtakatifu. Muamini hana roho mbili. Muamini hana roho mbili. Roho ya muamini ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Roho yako ni Roho Mtakatifu. Yeye aliyeumbwa na Bwana ni roho moja pamoja naye. Sasa kuna roho wa Mungu na roho yangu. Ndio maana Yohana anasema kilichozaliwa na Mungu hakitendi dhambi. Kwa nini? Kwa sababu mbegu ya Mungu inakaa ndani yake. Ameumbwa na Bwana. Roho yangu ni roho ya Bwana. Roho yangu ni roho ya Bwana. Huo ndio upya wetu. Ndio upya wetu. Roho yangu ni roho ya Bwana. Hii haiangalii jenda, haiangalii jinsia. Ndio maana wanawake na wanaume wote wanahubiri Injili. Wanawake na wanaume wote wanafanya kazi ya huduma. Kwa nini? Wote roho zao ni za Mungu. Wote kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, kuna Roho Mtakatifu wa kike na Roho Mtakatifu wa kiume. Ndio maana tuna preach the gospel. Wote tunamzalia Bwana matunda, wanaume na wanawake. Tuna roho moja. Roho wa Kristo. Hatuna roho mbili. Kwa msingi huo, Mtume Paulo anafundisha mwenendo wa muamini katika muktadha wa Efeso 4:25 mpaka 27. Na Efeso 5:1-2. Angalia Efeso 4:25 na 27. Efeso 4:25 mpaka 27. Efeso 4:25 mpaka 27. Tumefika hapo. Anafundisha mwenendo wa muamini. Soma. Basi uvueni uongo, mkaseme kweli. Kila mtu na jirani yake. Na mnaanza. Uvueni uongo, mkaseme kweli. Tunazungumza kuhusu mwenendo. Kwa nini tunasema kweli? Kwa sababu asili yetu ni kweli. Uvui uongo iwe na asili ya kweli. No, unauvua uongo kwa sababu asili yako ni kweli. Endelea tena. Anasema, kwa maana tu viungo. Kila mmoja kiungo cha mwenzake. Mwe na hasira, ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Wala msimpe ibilisi nafasi. Wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa nini hatufanyi hivyo vitu vyote? Kwa sababu asili yetu ni asili ya Mungu. Kwa hiyo shetani ili atende kazi kwenye maisha yako ni mpaka umpe nafasi. Usimpe. Give no place for the devil. Usimpe chumba. Unasema mtumishi, hiki chumba mimi sitaki neno la Mungu liguse kabisa. Liguse kwa mengine. Sasa mambo mengine sawa. Ila huku mtumishi wako usiguse hapa. Niache. Mungu atanivumilia. Ndio umempa shetani nafasi na kitumia hicho chumba. Maeneo yote neno la Mungu liguse. Ila hata eneo neno la Mungu hapana mtumishi. Usimpe shetani nafasi. Kwa sababu shetani hawezi kufanya kazi pasipopewa nafasi. Give no place for the devil. Kwa nini?
Hatumpi shetani nafasi kwa sababu ndani yetu hakuna shetani. Lakini kwa watu walio na shetani ndani, sasa asiye na mwana hana huo uzima. Asiye na mwana anaye shetani, yule hahitaji kumpa shetani nafasi. Yeye hahitaji. Shetani ataweka tu kupitia yeye. Kwa nini? Kwa sababu hajamwamini Yesu. Sisi tumemwamini Kristo, shetani anafanya kazi kwa sababu tumempa nafasi. Lakini give no place for the devil. Sura 5 mstari wa kwanza na wa pili. Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Mkaenende katika upendo. Kama Kristo naye alivyowapenda ninyi. Tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu. Ni mstari wa pili huo. Ndio. Kuwa harufu ya manukato. Kwa hakika asili ya Mungu ndiyo asili yetu katika Kristo. Vile Mungu alivyo ndivyo tulivyo. Wapendwa, mnajisifia sana. Jiangalie usije kaanguka. Hatuwezi kuanguka. Utaanguka kwa sababu umetoa macho yako kwenye neno. Ndio kwanza kila unapolitazama neno unajisifu katika Kristo. Ni maana kama kujisifu kwetu tunajisifu katika Bwana. Hajisifu njia. Kwa nini? Kwa hakika asili ya Mungu ndiyo asili yetu. Vile Mungu alivyo ndivyo tulivyo. Haleluya. Amen. Soma mstari wa Galatia 5:22 mpaka 23 tunapoenda mwisho. Galatia 5:22 mpaka 23. 22 hadi 23 tunasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Kuwapenda na kuwasamehe watu sio tukio au shuhuda. Kumpenda mtu na kumsamehe aliyekosea sio tukio au shuhuda. Ni asili yetu, ni sehemu yetu. So nature to love. Ni asili yetu kupenda, ni asili yetu kusamehe. Sasa mimi sio mjinga kiasi hicho, nisamehe. No, unampa shetani nafasi. Forgive. Samehe. Mtu amekukosea, samehe. Kwa nini? Kwa sababu asili yako wewe ni ya msamaha. Sikuna natunga nyimbo asema unyenyekevu haimaanishi nini? Hamujui hivyo? Yule mtu anasema unyenyekevu haimaanishi niwe mjinga. Au mjasikia hata TikTok hampiti. TikTok inaisha hapa kanisani, mchungaji anaenda TikTok niko peke yangu. Kanisa linanishuhudia kwamba anayetembelea TikTok ni mchungaji peke yake. Sasa unyenyekevu haumaanishi niwe mjinga. Kale hivyo kana sound sweet lakini ni kama shetani. Kale ni kanyimbo kwa shetani. Kwa sababu unyenyekevu katika Kristo una sound kwamba sisi ni wajinga kwa jinsi ya ulimwengu. Unapoacha kulipiza kisasi una sound kama ni mjinga kwa jinsi ya ulimwengu. Unaposamehe unaonekana ni mjinga kwa jinsi ya ulimwengu. Lakini asili yetu ni kusamehe. Regardless of ulimwengu na mtazamaji. Asili yetu ni unyenyekevu, regardless of ulimwengu na mtazamaji. Hiyo ndio sehemu yetu. Kwa hiyo kama hatutatembea katika upendo ambayo ndio asili yetu, asili ya Mungu ndani yetu, basi ni kwa sababu hatujafanya upya fikra zetu kwa neno la Mungu. Ukiona muamini atembei katika upendo, muamini hasamehe, yule mimi simsamehe. Ukiona muamini maombi yake ni kuua, huwa maadui zako, huwa maadui zako, huwa maadui zako. Yeye kishaona watu wana maombi ya namna hiyo, akili zao, fikra zao hazijafanywa upya kwa neno, ndio wana kisasi. Kisasi. Hata kama ni mama yako, huwa piga.
wanapiga kichwani mama zao. Why? Hawana upendo. Maombi ya kuua, maombi ya visasi makanisani ni matokeo ya kukosa upendo. Sio kwa sababu asili za watu hawana upendo, lakini fahamu zao hazijafundishwa neno. Kama wanaua. Hata mchawi Mungu anataka aokoke. Unajua? Hata adui yako yule ambaye ni adui yako hasa, Mungu anataka aokoke. Yesu anasema wapendeni adui zenu, waombeni wanaowaudhi. Inawezekana? Inawezekana. Inawezekana kwa wanadamu, kwa Mungu inawezekana. Waombeni wanaowaudhi. Wapendeni adui zenu. Ukiona hupendi kwa sababu jifanye nifundishwa nini? Hata ndio mnadumiana wiki, mwezi, hamwongei. Mshaka mkubwa. Kuku. Sogeo. Huyu analala ageukia kule, wewe unageukia huko. Unapokea zaidi unalala sakafuni. Haiwezekani unaenda kulala sebuleni. Hamwongei. Wanandoa wameokoka. Hao problemu yao ni fikra zao hazijafanya upya. Wana pride, wana kiburi. Hakuna ambaye yuko tayari kushuka. Wote wanaimba kale nyimbo. Unyenyekevu haimaanishi niwe mjinga Bwana. Mmenumiana na mke wako, muongee. Kabla sasa hivyo, kama yuko na mtumishi wa Mungu, yule sio mtumishi wa Mungu. Hamuongee na mke wako au mume wako. Unaona kwa hivyo kanisa bana alikuwa anasema na mimi. Unyenyekevu haimaanishi niwe mjinga Bwana. Muongee na mume wako. Kumbe unyenyekevu ni nini mbele za Kristo? Hata pale ambapo unaonekana kwamba hapa nimeonewa, unashuka kwa ajili ya Bwana. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hiyo ndio asili yetu. Tutazame nini? Mfumo wetu wa fahamu au fikra zetu unapaswa ubadilishwe na neno ili tuweze kujitazama kama viumbe vipya. Sisi ni uzao mteule, new generation. Aina mpya ya watu, new breed. Kukaa katika ushawishi wa neno la Mungu kunatuwezesha kuishi na kuenenda katika uhalisia wetu katika Kristo. Hiyo ni sentensi ya mwisho. Kukaa katika neno la Mungu kunatuwezesha kuishi na kuenenda katika uhalisia wetu katika Kristo. Ukiona mwenendo wako hauko sawa kwa mujibu wa neno la Mungu, ni kwa sababu ya neno la Kristo halijafundishwa katika fikra zako, hazijabadilishwa. Unapaswa urudi kwenye neno. Unarudi kwenye neno muda wote. Una hasira yasiyo na msingi, unarudi kwenye neno muda wote. Una visasi, unarudi kwenye neno muda wote. Unajiona una kiburi, una dharau, huwezi kushuka, huwezi kunyenyekea, unarudi kwenye neno. Kwa nini? Neno la Mungu ndio uhalisia wetu. Lina shape fikra zetu. Uhalisia wa kiumbe kipya. Hallelujah. Hallelujah. Sema mimi ni kiumbe kipya. Ninaenenda katika upya wa Kristo. Katika jina la Yesu. Amen. Mwenye swali tafadhali. Wiki ijayo tutatazama uhalisia wa haki yetu katika Kristo. Wiki ijayo tutatazama uhalisia wa haki yetu katika Kristo. Leo tumemaliza na uhalisia wa kiumbe kipya. Sisi ni viumbe vipya. Hallelujah. Tukipeana mikono tunasalimiana kama viumbe vipya. Ukiona umenumiana na mwenzio umekinunia kiumbe kipya tenzini. Viumbe vipya wamenumiana. Kiumbe kipya. Meswali tafadhali. Kama kuna swali tusimame juu tumshukuru Mungu. Lika brusha naro ekradus setala ma. Jelelelebo sapila mama. Jelelelebo sapila mama. Korimo salabo. Mshukuru Bwana katika jina la Yesu. Mwambie asante. Lido sabilo eladato. Jena kuri mamosa la proheta. Asante kwa wema wako. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa uaminifu wako.
Asante kwa upendo wako. Asante kwa rehema zako nyingi. Baba, asante kwa sababu uko upande wetu. Na kwa kuwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Katika jina la Yesu. Tunao ujasiri katika Kristo. Tunao ujasiri katika Kristo. Sisi ni viumbe vipya. Tunaenenda hivyo. Tunatazama hivyo. Katika jina la Yesu. Tunao uzima ndani yetu. Tunatoa uzima, tunasupply uzima. Tunahudumu uzima. Katika jina la Yesu. Baba, asante. Lekura mama. Jetuze mama. Katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Umehifadhiwa katika Kristo. Amen. Mahitaji yako yametimizwa katika jina la Yesu. Amen. Ulipo na udhaifu popote, uwe mgonjwa au udhaifu wote, basi Bwana amekuponya katika jina la Yesu. Amen. Tupeane mikono, tunafika mwisho.